Kwa mtoto. Simama hapo. Pita tu unakuta umeenda hivi. Nenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshaenda. Amina. Wewe ndio karibisha wote ili tuweze kuingia wote ambao wako nje. Tulieni hapo hapo. Naenda amani tutakuja wapi? Na wanakuja vijana hawa waliovalia vizuri. Jamani, kila mmoja unapoona hivyo unasema amen. Na pia ninatoa rai kwa wale makameramani, angalau nakaa pembeni kidogo kwa ajili ya watu walioko mbele waweze kuona tukio lilivyo halisi. Kwa hiyo jaribu kukaa pembeni kidogo, makameramani ambao waliosajiliwa na ambao hawajasajiliwa. Kwa maridadi kabisa, naona vijana wanakanyaga. Jamani, inapendeza au haipendezi? Kila mmoja kusema amina. Wanaonesha jinsi walivyokula mafunzo ya maji. Kwa hiyo unaweza kusema amina, mbarikiwe sana. Yupo mchungaji pembeni hapo na Allen. Wamependeza kweli kweli. Na wewe ambaye unawaona walivyovalia mavazi mazuri, unaweza ukakopi hata hiyo suti ukasema kwamba nami nije nishone kwa wale wanaume. Jinsi suti ilivyotokelezea kwa uzuri zaidi, hakika inapendeza. Harusi ya leo tangu mwanzo haijawahi kutokea, na ndio mara ya kwanza katika kanisa la Kanyaro Central, harusi ya kwanza tangu kanisa liwepo ndani ya mwaka mmoja. Kwa kweli ni jambo la kutukuza Mungu. Hata Mashaka leo yuko kivingine na jina la Bwana linatukuzwa. Amen, amen. Inapendeza leo tarehe 23 mwezi huu wa 11 tunashuhudia tukio ambalo limesubiriwa kwa muda mrefu, ambapo tutaenda kuona vijana mikono wawili wakiunganishwa ndoa. Naam, tukio kama hili najua wengine mmelishuhudia muda mrefu sana, wa bibi harusi watakao upande huu, alafu kutoka upande wa bibi harusi watakao upande huu. Na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Amen. Hao vijana wanaitwa mchungaji wetu, Pastor mchungaji na wanapokea hiyo vijana, wanapokea namna hiyo. Kawaida mtu haruhusiwi kuingia kupitia mlango huo, labda asubiri machi iweze kutamatika. Asubiri kwanza au akae pembeni kidogo, ili makameramani wetu wachukue tukio katika hali iliyo njema. Haleluya. Naam. Inapendeza katika kanisa la Kanyama Central leo. Usimwache mwenzako. Usimwache mwenzako. Tunashuhudia vijana wawili ambao wameamua kuachana ukapela. Mbona Magesa anakula kwa mama Ntilie? Anakula kwa Magesa huyo. Namna hiyo. Anakula kwa Masa na Nyirizu. Kwa mama Ntilie. Leo ni mwisho. Naam. Na tunawaombea ili Bwana aweze kuwaheshimu katika jambo walilolianza. Jose anachukuliza kwamba tunasubiri. Tuko na vijana wetu wanaitwa Church Boy. Wengi wanamfahamu kwa jina Church Boy. Hivi kinachofanyika sasa hivi ni vijana machi wanaingia wanaenda kuweza kusubiria. Pale mlangoni yuko comrade mmoja. Nitakwambia baadaye. Nitoka kidogo. Karibuni sana majirani wanaotuangalia kutoka mbali. Tunawaambiaje? Tazama jirani yako, kama hana furaha mwambie umechelewa kuleta furaha. Naam. Hata kwa
Kama kwa machini yao. Namwambia Magesa utulie. Wanapiga kana kwamba wao ndio ingekuwa. Lakini Bwana bado anawasubirisha. Haleluya. Amen. Amen. Kuna kijana kule. Bado yuko na show. Kuna message imeingia hapa. Message imeingia. Kuna message imeingia hapa. Wewe tayari naona umepata. Huyu ni Wambura Elias. Anasema nawatakia kila la heri na harusi wetu wa leo na Mungu awatangulie katika ndoa yao. Unasemaje bwana hiyo? Bwana tunamshukuru sana na Bwana ambariki sana kwa message nzuri aliyoweza kuituma. Hii message imetumwa na Comrade Wambura Elias na mimi. Dereva wa Yesu. Dereva mtaa. Yuko vizuri baba. Yuko vizuri. Na Bwana anakutumia katika kazi mbalimbali. Haleluya. Amen. Naona kuna wanajipanga namna hiyo vizuri. Danford wewe ndio unasubiriwa. Anaitwa Danford Amos. Anaitwa Danford Amos. Nafikiri kwamba ni kwa sababu mimi nikadhani ni bwana harusi na bado. Jamani, kila jambo unaloliona hapa unasema amena. Ila anaambiwa hata mtu. Na leo wanakumbushia. Bwana nasema nasema popote uliposema amina. Amen. Unaona church boy anatabasamu baada ya kumwona Danford ametafuta kufanana naye. Wakufanana naye. Baba utakupata senta. Yeye anaswali kama hilo uza la damu. Na hapo mimi nitapata nini? Ndio brother. Na taratibu na uzuri namna hiyo. Angalia tu hiyo style yako isika mdondosha mama kaya hii. Mama kaya hii. Leo amebadilika. Bana wewe. Nilidhani kwamba nitakwambia baadaye. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Sema amen kama umefurahia. Isaka yupo yeye anaona kutumia meno. Isaka anajaribu kushangaa. Anashangaa. Tangu mwanzo hajawahi kuona katika kanisa. Unaweza ukatuma message ya 07580988 na tukaisoma kuwatakia heri na vijana hawa ambao wanafunga ndoa katika siku hii ya leo. Na kuna message imeingia hapa kutoka kwa Joseph Matofali. Anasema mimi Joseph Matofali namtakia kila leo la jema brother anayefunga ndoa katika siku ya leo. Mungu akamtangulie. Naam, tumepata vyema kabisa Joseph Matofali. Wakati huu kila tukimwambia basi kwenye mstari wake. Ili mambo yaweze kuwa vizuri kabisa. Kwa nyuma kule ninamwona mtu. Umemwona? Ninaona watu. Mimi nimeona watu. Mimi nimeona Ng'ato. Nimeona Ng'ato. Nimeona Ng'ato. Kuna kijana anaitwa Mkwelima wa kanisa. Anaitwa Mkwelima. Almaarufu Mkwelima. Jina jingine tunamtambua kama hao tunaoona mbele yetu ndio wazee wetu wa kanisa kwa mwaka 2026. Inapendeza. Na ndivyo wanapoingia kazini. Hii style yao inaitwaje hii style hii? Maana mwisho nimeiona Vietnam. Hiyo style inaitwa sitokuacha mpaka mauti. Bwana wanatutenganisha. Bwana wewe. Kumbe Danford anajua kutabasamu. Leo nimeiona. Kijana huyu tabasamu lake linaashiria kwamba kuna tukio maalum. Siku ya leo. Naona hata leo mwendo umebadilika kwa mama kaya hii. Unajua ya mambo ukiamisi lazima katikati hapo unayapata tu. Naona wale wazee wa kale wanajaribu kutabasamu wakikumbukia. Kumbuka enzi zile walipokuwa wanafanya jambo kama hili. Wewe ambaye ukipata nafasi ya kufanya jambo kama hili bado muda unao. Unaweza ukafanya kwa ajili ya utukufu kwa Bwana. Tunakushauri njia iko wazi mbele za Bwana. Bado njia iko wazi. Ufuatilie taratibu na kanuni. Na huu wimbo wa Machini ni maarufu sana. Ni maarufu. Huu wimbo ni maarufu sana. Tangu muda mrefu sana umekuwa ukitumika ndani ya kanisa. Umepigwa na nani? Nitakwambia baadaye mtunzi wake ambaye alibadilika na wimbo huu. Naona yule baba amesema baba wewe. Tumefika makutano. Nenda vyako na mimi nenda kwangu. Kwa mazuri. Na presha
imepungua. Pressure kwa ajili ya watu wawili. Watu wawili hao. Okay. Mara ya kwanza niliona kama na pressure hiyo. Ya tukumbia Peter Lucas alitaka kufaa na ile ya kubudilia. Anachanganya mguu au mazoezi yalikuwa makali na bila shaka usiku unafanya mazoezi kulala kama unaamka kwa nini unafanya mazoezi kwa sababu tunatukia. Na message imeingia kutoka kwa Salome Diseko. Salome anasema kwamba mimi Salome Diseko namtakia kila laheri bwana harusi na bibi harusi. Mungu awajalie kila laheri na mafanikio mema katika maisha yao. Waendelee kumtumikia Mungu na Mungu awatunze milele. Amina. Tunakupata vyema kabisa katika 0758098434. Kwa namba hiyo kutuma message. Naam. Unasomeka vizuri kabisa. Huyu anaitwa Ruke wa kanisa. Anaitwa Ruke. Yeye huwa hacheki. Mambo ni mazuri. Kwa mbali ninaona. Wewe mbali. Naam. Mimi kwa mbali nimemwona mzee Wambura. Ndiye niliyemuona. Wewe umeona nini? Nimemuona mtu amevaa suti. Mimi nimemuona mzee Wambura. Nimemuona ana uniform ya udereva. Tabasamu leo la ajabu. Tabasamu lazima awe nalo kwa sababu tangu Sinda asimikwe. Ndio. Amekuja kushuhudia kwa mara nyingine. Kuona chombo takatifu na ndoa likiendelea katika siku ya leo tarehe 23 ya mwezi wa 11 ya mwaka huu. Hawa ambao wanatokea wengine nyuma, mwingine mbele yako ni mabesti kwa maana ya kwamba yupo wa kike na yupo wa kiume. Upande wa mbele anatokea besti wa kike. Besti woman. Upande wa anatokea besti wa kiume. Na amevalia suti nzuri kabisa. Suti baridi. Suti kavu. Alafu ana tie beach. Kuna mtukaji wangu anapenda sana. Anasema ukiwa na tie beach. Na suti beach. Jina la Bwana linatukuzwa. Pale. Jina la Bwana linatukuzwa. Taratibu kabisa naona anaenda kupokea. Magesa alikuwa amesema piga TANESCO. Waambie nina jambo langu. Alikuwa amenipa hapa message wapigie TANESCO waambie nina jambo langu. Kabla sijapiga waishajua. Kwa kweli Magesa ni mtu mkubwa. Haleluya. Tunapongeza sana katika siku ya leo tarehe 23 mwezi wa 11 tunashuhudia tukio ambalo linaenda kuunganisha bwana wawili ambao wamekubali kuishi pamoja. Tunamsubiria pale Nyagawa. Nyagawa ndo tunamsubiria. Haleluya. Sijajua hapo unafanyaje. Asante. Endelea kwenda mbele.
kidogo wakiendelea kutembea taratibu kuja mbele, huku wakimwagilia maua mazuri, ikiashiria kwamba maua mazuri yapendeza. Na sijajua wewe unaelewaje kuhusu haya maua? Naona ni maua. Ndio ishara ya upendo, Ishara ya upendo, ishara ya amani, ndio ishara ya vitu vingi. Lakini sisi tunaona ni ishara ya upendo. Ishara ya upendo. Tunashukuru Mungu sana. Na vijana wadogo ni wadogo. Ukiwa pale kama miaka 4 kama mitatu hivi. Sababu ya sasa tunakula maneno. Wanakula ugali wa udaga. Ugali wa udaga. Wako vizuri na wamekula mafunzo kwa macho wao. Wazuri na wanafanya vilivyo mbele za Bwana. Lakini tunaomba macho waweze kuwa karibu nao kwa ajili ya mambo yaweze kupita. Unaangalia wapi kitu wazi? Ni Church Boy Jose. Mzee wetu wa kanisa ambaye hana maneno mengi. Namfananisha na pia yuko comrade sio kanisa wa Kanyama Central Adventist naitwa Daniel Sinda. Hana maneno. Kwa kweli jina la Bwana linatukuzwa. Anapokuwepo mambo yanaenda vizuri pamoja na washiriki watu wa Naamini pale imesimama mmoja wewe. Na naona yuko na Mzachema. Ambaye sasa leo hii amekaa ndani ya miaka mingi, ila leo atapoa kwa ajili ya kuondoka nyumbani sasa. Ni jambo jema ambalo Mungu mwenyewe alilianzisha tangu mwanzo katika bustani ya Edeni na bado tunaendelea. Unaweza kuingia, tunakungoja. Unaweza ukaanza kutembea. Wengine walioko mbele shingo zao zisichoke, bali na wenyewe waone. Jamani, kamera zingine zichukue huku mbele, maana naona zote zimeelekea nyuma. Na sisi tunataka kuonekane. Usikose pale. Na kama simu imepasuka pasuka, angalia harusi asitoke amepasuka. Vile vile kupasuka. Kuna zingine zina stage. Zina scratch. Amen, amen. Wakati wale ambao wako tayari kwa ajili bwana harusi au bibi harusi kupita katikati yao, huku wakiendelea kumachi pale pale waliposimama, kuonyesha kwamba mambo yanaendelea vizuri. Na jambo la kushangaza, niwaambie kitu jamani, watu wa Mungu, mmeona angalia kushoto kwako na kulia kwako, jua ni nani aliyepo pembeni yako. Kama hujaona unaweza swali. Huwa wanachukua pose na geuka kupande hivi. Nadhani wana ni maprofessional. Ni maprofessional. Hawana shida wako vizuri sana. Na cameraman wa kanisa tunamtangaza, anaitwa Salome Biseko. Salome Biseko akiwa pamoja na comrade Ruge. Tahaba. Matofali. Sio Ruge marehemu. Sio Ruge marehemu. Hapa. Ruge vizuri Ruge. Inapendeza, ipendezi. Kwa mkono wangu wa kulia huku niliposimama mimi, tena mlango wa kulia katika ubavu wa kanisa, ninaona mtu, sijui umemuona nani? Mimi nimeona wakora anakaribisha wageni. Umemuona wakora? Mimi nimeona mtu ambaye yeye anaitwa Adam akiwa peke yake, na sasa yuko katika kutafuta mwisho wa yote, akaingia katika malango ya watu wa Mungu na akaona Bwana hakumwacha bure. Sasa leo anakuja kukabidhiwa, yuko na mama yake. Na kamera mani unakaa pembeni, usikae mbele. Naam. Kama simu imefika mwisho kuzumu ikulie. Na kama simu yako ina MB ndogo, tunaweza kukuazimisha. MB zipo za kutosha. Au MB hazienda. Kwa taratibu sana na muona. Mimi ndipo kama chaji ndio kishika kurushia. Chaji. Tunayo
anaitwa Magesa. Anaitwa Magesa. Magesa. Rufurano. Bwire. Kule kwa kina Nyafuru. Kule Nyafuru. Kwa kina Nyachiro. Kina Nyasato. Kwa kina Mchungu. Kwa kina Nyadaga yapo. Nyadaga hapana. Ya, kwa taratibu akiletwa na wazazi wake. Ambao sasa kwa leo na wenyewe wakasema umetuchosha kila siku kutubakitia chakula. Sasa leo ya tukio linalofanyika hapo, Magesa atapita katikati hapa. Alafu ataenda kukutana na bibi harusi. Kukutana naye. Basi kwa taratibu kwa uzuri sana wanaenda kukutana pale katikati. Kwa ajili ya kumwona kuwa yeye au nimeuziwa kama Yakobo alivyo. Lakini leo atatambua kwamba ni yeye au sio yeye. Na kama ni yeye aseme leta fanusi sasa ni yeye. Na kwa sababu ameshakabidhi amwache. Yeye ataendelea kubaki tu hapo. Ataendelea kubaki tu hapo. Kwa uzuri sana kabisa. Ninaona anatokea maua kwa uzuri kama alivyofundisha. Badala ya kutabasamu anafurahi, anaenda kucheka, hakika ni furaha. Sasa ni kwa utaratibu mzuri kabisa wakitembea kuelekea mbele kwa ajili ya kupata nasaha kutoka kwa mchungaji na maneno matakatifu ya wale matajiri. Washiriki mnaweza mkaketi, washiriki mnaweza mkakaa, mnaweza mkatia zizi yake. Kushuka vizuri sana tukio hili. Hebu bwana harusi mtarajiwa, fungue bibi harusi mtarajiwa ili kuhakikishia na kujiridhisha kwamba huyu ndiye uliyemchagua kufunga naye ndoa leo. Peni Mike adhibitishe kwamba ni yeye.
thibitisha ni yeye au ni mwingine? Ndio yeye. Haya, waniteni wakae. Unasemaje kanisa jamani? Magesha amesema kwamba ni yeye, kwa hiyo na sisi wote tunakubali kwamba ni yeye. Niwatambue wale ambao ni upande wa bwana harusi lakini sio wazazi, nao wasimame wapunge mkono. Wale ambao wametokea upande wa bwana harusi lakini sio wazazi, barikiweni sana. Wale ambao wametokea upande wa bibi harusi lakini sio wazazi, nao wasimame wapunge mkono. Bwana wabariki sana. Basi naomba mchukue mic. Besti upande wa bi harusi utakuwa na mic, na besti upande wa bwana harusi utakuwa na mic. Maana kuna wakati nitahitaji wazungumze nyinyi mkiwashikia mic. Kwa hiyo muwe na mic hizo karibu.
Wapenzi, tumekusanyika hapa mbele ya Mungu na mbele ya mkutano huu ili kumuunganisha mwanamume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ambayo ni jambo la heshima lililoanzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia, nalo limefananishwa na muungano wa Kristo na kanisa lake. Na jambo hili takatifu alilibariki na kuliheshimu kwa kuwepo kwake wake wa kwanza ambao walifanya katika mji wa Kana ya Galilaya. Ndoa imesifiwa na Mtume Paulo akisema ya kwamba haina budi kuheshimiwa na watu wote, na imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Kwa hiyo isichukuliwe wala kufanyika kwa namna isiyofaa, wala kwa haraka au kwa uzinifu au uasherati, bali kwa heshima na kicho mbele za Mungu. Na ikumbuka kwamba ndoa iliwekwa na Mungu kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana kwa kadiri ya mahitaji ya kila mmoja katika siku za kufanikiwa na katika siku za taabu. Katika hali hiyo takatifu, watu hawa wawili walioko mbele yenu hapa wamekuja wapate kuunganishwa sasa kwa kicho cha Mungu, ili wakae pamoja siku zote bila kutengana. Kwa ajili hiyo, mtu awaye yote akiwa na sababu yoyote ya hawa watu wasiunganishwe kwa ndoa, na aseme. Kama kuna mtu, matangazo tumetoa wiki 3, kama yeyote yupo ambaye anasema mimi Magesa alishanichumbia na Monica, kuna mwanamume ambaye alishamchumbia na hata kiwezekana katoa na mahari, na hata Magesa alitoa mahari kwa simu fulani, na sasa anaona kama amevamiwa, anyoshe mkono. Mzee wa kanisa, unamwona mtu yeyote? Hawapo, na kwa sababu hiyo nyamaza milele. Na waagiza nyinyi wawili mjibu sasa kama mtakavyojibu siku ya hukumu, ambapo siri zote za mioyo zitafunuliwa. Kama mmoja wenu anajua sababu au kipingamizi chochote cha kutounganisho kwa ndoa hii kihalali, na aseme. Je, Magesa, una jambo lolote la kupinga ndoa hii isiunganishwe? Tamka kwa nguvu. Hapana. Monica, una jambo lolote la kuzuia hii ndoa isifunganishwe? Sijasikia. Hapana. Basi kama wote wamesema hapana, ndoa yoyote ambayo inaunganishwa kinyume cha neno la Mungu ijulikane kwamba ni ndoa haramu na sio halali. Sasa naomba kuwahoji, na nitaanza na Magesa, mtakuwa unafuata nyuma yangu. Nashuhudia kweli kwamba sijui kipingamizi lolote dhidi ya mimi. Taja majina yako. Dhidi ya mimi Magesa Mfungwa Bwire nisiunganishwe katika ndoa na nani?
nisiunganishwe katika ndoa na Monica Dafufrano. Monica Dafufrano. Okay. Mimi nimepata jina la Dafu. Au hilo ni fupisho? Okay. Nawe binti utatamka haya nyuma yangu. Sijui pingamizi lolote. Sijui pingamizi lolote. Ili mimi nani jina? Ili mimi Monica Dafufrano nisiunganishwe katika ndoa. Nisiunganishwe katika ndoa. Na nani? Na Magesa Bwire. Bwire. Basi bwana harusi, je, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemwoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wengine wote, ukidumu naye siku zote za maisha yenu mtakazoishi? Ndio. Sema ndio nakubali. Ndio nakubali. Narudi kwa Monica. Je, Monica, unamkubali mwanamume huyu awe mume wako halali kwa ndoa? Na je, utaishi naye katika hali zote takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Na je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, ukiwaacha wengine wote, utadumu naye siku zote mtakazoishi? Pia nakubali. Barikiweni. Naona kanisa limetulia. Basi naomba nije karibu na nyinyi, na kwa kuwa mic ni fupi, naomba msogee hapa kwa heshima yenu, au mimi nije nitumie hiyo mic nyingine. Nenda tu Ni ndefu. Sogeni nyuma kidogo. Shikane mikono, naomba hii urudishe huku. Shika mkono wake pande huu. Mzee Sinda, njoo hapa. Mzee Sinda, uko wapi? Utakuwa karibu hapa. Sasa Magesa, utakuwa karibu kwanza hapa. Na wasii utaanza. Na wasii watu wote walioko hapa. Na wasii watu wote walioko hapa washuhudia kwamba mimi nani? Magesa Mfungwa Bwire na kutoa wewe Monica Dafufrano uwe mke wangu halali kwa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa
hata siku zote tutakazoishi, hata siku zote tutakapoishi, katika hali njema, katika hali njema, na katika hali mbaya, na katika hali mbaya, katika utajiri, katika utajiri, na katika umaskini, na katika umaskini, katika ugonjwa, katika ugonjwa, na katika afya, na katika afya, nikupende, nikupende na kukutunza na kukutunza mpaka mauti itakapokutenga. Mpaka mauti itakapotutenga. Na kwa amri takatifu ya Mungu, katika mambo hayo nakupa ahadi yangu. Sasa unapompa ahadi yako, ushike mkono, muangalie. Akikupa ahadi, wewe unamwonyesha kutoka Bwana wewe. Barikiwa. Basi rudi pale mlipokuwa, na wewe utatamka maneno haya. Na wasii watu wote walioko hapa washuhudia ya kwamba mimi Monica Damu fulani na kutoa wewe nani Magesa Mfuko Bwile uwe mume wangu halali katika ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote tutakazoishi, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha. Na kwa amri takatifu ya Mungu, na kwa mambo haya nakupa ahadi yangu. Shika mkono. Sinda sasa juu. Basi aliyounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa sababu Magesa Bwile na Monica Dafu wote wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa, nao wameshuhudia haya mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu, na katika mambo haya wametoa ahadi kwa kujifunga kila mmoja kwa mwenzake, na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikamana mikono. Sasa mimi Mchungaji Daniel Ochar Ndiegi natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kwamba natangaza kwa sheria ya neno la Mungu na sheria ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba wamekuwa mme na mke. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina.
kama katika mkutano huu kuna yeyote ambaye amewahi kufunga ndoa ya Kikristo na ana mke wake hapa. Mtu yeyote aliyewahi kufunga ndoa ya Kikristo kama hao waliofunga, sio ya Kiislamu, dhehebu lolote lakini la Kikristo, na wako hapa pia mume na mke, waje hapa wabariki hao wanandoa wanapokwenda kuomba. Wewe mama mchungaji, wewe nyuma yao, wewe nyuma yao, ingine magoti nyuma yao, nyuma yao wote mpaka mshika. Sasa nyinyi mlioanaje? Ndio maana hata wengine mahali haijatimia. Sasa utawaombea kimoyomoyo ili wabarikiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu, tunakushukuru mno kwa ajili ya ibada ya leo ya ndoa, kwa kuunganisha Magesa Bwire na Monica Dafu. Unawapenda na ulikubali watoke katika matumbo ya mama zao kama watu ambao utawajalia kuishi maisha ambayo imewafikisha leo. Nyakati fulani walikuwa ni watoto, nyakati fulani walikuwa ni vijana, sasa hivi ni watu wazima. Baba, wala hawakujuana, maana Monica anatokea Sengerema, Magesa anatokea Msoma, lakini wewe si ulisema ya kwamba utamfanyia mwanamke kufanana naye. Ilipofika wakati ulipotimilika, ukamtoa Magesa kule Msoma, ukamtoa Monica kule Sengerema, nao wakakutana hapa. Na leo yamethibitishwa mbele ya mkutano huu ya kwamba kuanzia sasa wao ni mume na mke. Wajalie maisha marefu, wajalie kupendana, wajalie kuheshimiana, wajalie kutunzana, wajalie kujaliana kama walivyoahidi kupitia ahadi ambazo wametoa matamko yao mbele ya umati huu. Naomba kwa ajili ya wazazi wao waliowalea mpaka wakafikia hatua hii. Naombea ndugu jamaa na marafiki waliowalea mpaka wakafikia hatua hii. Naombea washiriki waliowaombea na kuwalea mpaka wakafikia hatua hii. Nao wabarikiwe. Miongoni mwao wanakusudia kufunga ndoa, miongoni mwao wana watoto wadogo, miongoni mwao wanahitaji kuchumbiwa na kuchumbia. Baba, wote uweze kuwabariki. Wema wako utawale maisha ya vijana hawa, wapatie uchumi mzuri, waya matajiri wa vitu, ili watu wanapoingia kwa Magesa na Monica, watu wale washibe, wanywe na kuburudika. Baba, wajenge nyumba nzuri, kwa sababu nyumba ni makazi ya mwanadamu katika dunia hii. Baba, wajalie kuheshimiana, ili kutokana muonekano wa ndoa yao watu wanapowaona wavutwe kuingia kanisani. Ndoa nyingi zimefanya watu walio wengi wakakata tamaa, maana ni vurugu tupu. Wajalie mambo mazuri na mema yote, wapatie afya njema, wapatie juhudi ya kunia mambo mema, wapatie hekima, maana wengine watakuja sasa kuangalia namna gani wanavyoishi. Hekima na heshima itakayotoka iwe ni kile ambacho kimejaa kichwa cha Mungu. Hata watakaokuwa na shauri, hata Monica huyu hata kuwa mtoto mdogo wala binti, ni mke ambaye anajiheshimu. Hata huyu Magesa atakuwa ni mume anayejiheshimu. Zaidi ya yote, wakumbuke katika ufalme wako. Ndani ya kanisa lako wajalie karama zao zionekane, kama ni uimbaji, kama ni kufundisha, kama ni kuhubiri, kama ni kufariji, kama ni kutoa msaada, kwa vyovyote, kwa namna ulivyowajalia kuanzia siku ile walipobatizwa. Bwana, uwapatie na kanisa lifurahi kwa ajili ya vijana hawa, maana wameleta familia mpya,
familia ambayo italeta nguvu kanisani. Mtu yeyote asidharau ujana wao, lakini awaheshimu, maana hili ni jambo kubwa. Jana wengi wametoroka tu, wala hawajulikani walipo, lakini unapotokea watumishi wako wanapokuwa waaminifu mpaka kujiletea heshima mbele za wanadamu na mbele za kanisa, baba, hili ni jambo la kupigiwa mfano. Hata wazee wa kanisa na washiriki wa Kanyamasento, kanisa kama wale ni changa, wabarikiwe sana. Hata kule Amani ambako wamelea huyo binti, baba, wabarikiwe sana. Magesa akiwa katika kanisa hili ambalo kanisa lake la Kanyamasento, abarikiwe sana. Wema wako uwe nao, watendee na kuzidi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Amina. Bwana awabariki. Amina. Na walinde. Amina. Bwana awaangazie nuru ya uso wake. Amina. Na kuwafadhili. Amina. Bwana awainulie uso wake. Amina. Na kuwapa amani. Amina. Bwana awajalie kupata watoto. Amina. Tena wazuri. Amina. Tangu sasa na hata milele, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Sasa naomba viti vyao viletwe hapa. Nyinyi mabesti mtarudi kwenye viti vyenu, tutashikana mikono hivi hivi mkikaa, ili weze kuongea neno la Mungu. Pe bibi harusi, naweza mkakaa. Kutusaidia kuikata, afu mara baada ya kuikata hiyo keki utaweza kumrudisha bi harusi, alafu na yeye atafanya jukumu la namna hiyo, alafu pia tutaendelea. Nikuombe ukamate kisu. Okay, unaweza ukanyanyua juu, 1, 2, na shusha kidogo, 3, ongeza Bwire. Jamani, vigeregere jamani, Bwana asifiwe. Tena kata tena, kata tena. Kata tena, wakati huo wasogezewe sahani sasa. Wasogezewe sahani hapo. Haya, inatosha Magesa, sasa acha watengeneze. Unaweza kurudi nyuma hatua moja. Unaweza kurudi nyuma hatua moja. Sisi tulitaka tutukio hili. Na wewe mama unachukua kipande. Angalia kikubwa kuliko vyote ili picha iwe nzuri. Unaweza ukachukua kikubwa kuliko vyote, picha iwe nzuri. Moja. Sasa kumbe mambo unayajua baba. Haya, sawa. Twende kazi, jamani, vigelegele. Usimkate wa Yesu, mkate wa Yesu usikateza Bwana. Methuselah naye hakukosekana kwenye foleni ya chakula. Kwa kweli mwili haujengwi kwa matofali, na ameanza kula kabla hajafika kwenye chakula. Kwenye mstari huko madogo. Heshimiwe